yetu ya sehemu ya 6 inaanzia wiki 2 baada ya mazishi ya Rehema. Sadiki alifunga mkoba wake wa mbao, akamvika mwanaye Amani koti la manyoya ya msituni, na wakaondoka kuelekea safari isiyo na mwisho maalum. Alifuata maagizo ya mwisho ya mkewe marehemu: nenda upande wa pili wa ziwa Tanganyika, tafuta mlima wa masikitiko, huko ndiko siri ya agano itavunjwa. Usiku wa kwanza walilala kwenye kambi ya wavuvi waliowapa mahali pa kupumzika. Usiku huo Sadiki aliamka saa 4 usiku baada ya kusikia sauti ya mkewe ikilia mbali kwenye upepo. Amani alikuwa macho pia, akimtazama baba yake kwa jicho moja lililojaa moto. Usijaribu kurudi nyuma baba, watafuata. Siku ya 5 ya safari yao walifika kijiji cha Wapayani, jamii ya watu waliotengwa ambao walijulikana kwa uwezo wa kuona yaliyofichika. Kijiji kilikuwa kimya kupita kiasi. Kila nyumba ilikuwa na sanamu ya mtu anayelia, na kila mtu alitembea polepole huku akiwa amejifunika uso. Mzee mmoja aliwasogelea na kusema, "Karibuni mlima wa masikitiko. Lakini kabla ya kupanda, lazima muone ndoto zenu. Kila msafiri anayeingia lazima aonyeshwe kivuli cha mwisho wa nafsi yake." Walipofikishwa kwenye hema la tambiko, Sadiki na Amani walilazwa juu ya magome ya mti wa miujiza. Usiku huo wote, Sadiki aliota anazama ndani ya ziwa lenye damu, huku akiwa anabeba maiti za wake waliotangulia. Alimsikia Rehema akisema, "Sadiki, mwanao sio wa dunia hii. Atakapojua ukweli kamili, hata kuhitaji." Amani naye alilia usiku huo, akisema, "Sijaomba kuzaliwa hivi. Mbona mmekuwa mkiniita zawadi na laana kwa wakati mmoja? Mimi ni nani haswa?" Alipoamka asubuhi, miguu ya Sadiki ilikuwa imefungwa na mizizi iliyojizungusha miguuni kwake usiku. Mizizi hiyo haikuwepo awali. Wapayani walimkata na kumwambia, "Umefungwa na hisia za kale. Ukifika kileleni, utalazimika kuachilia kila unachopenda." Walipopanda mlima huo uliogubikwa na ukungu, hali ya hewa ilibadilika. Jua halikuonekana tena. Muda ulipoteza maana. Saa zilionekana kama dakika, na dakika kama siku. Amani alianza kuongea na sauti ambazo Sadiki haikuweza kuzisikia. Usiku mmoja walipiga kambi karibu na jabali lililovunjika nusu. Amani alilala mapema. Sadiki alisikia kelele za nyao. Alipotoka nje, alikuta mti ukitembea. Ndiyo, mti ukiwa na miguu miwili, ukipita taratibu kama binadamu. Haikuwahi kuona kitu kama hicho. Ndani ya saa moja, ardhi ilitetemeka. Wakati walipofika kwenye ngazi za mwisho za kupanda mlima, walikutana na mlindaji wa mwisho, kiumbe ajabu mwenye uso wa mwanamke, mwili wa simba na mkia wa nyoka. Alisema kwa sauti ya kupasua anga, "Aliyeleta mtoto wa agano sasa lazima achague. Laana ya damu haivunjwi kwa maneno, bali kwa sadaka ya mwisho. Ili mtoto awe huru na dunia ipone, mmoja kati ya yenu lazima apotee kwenye kivuli cha milele." Kivuli cha milele ni nini? Ni mahali ambapo roho inachukuliwa, lakini mwili hubaki duniani bila fahamu. Kusahaulika, kusahauliwa. Sadiki alimtazama mwanaye. Macho ya Amani yalikuwa yamejaa machozi kwa mara ya kwanza. "Baba, niachie niende. Wewe ni binadamu. Dunia bado inakuhitaji." "La hasha. Wewe ni mwanangu. Sitakubali." Mlindaji wa mwisho aliinua mkia wake.
Uamuzi wenu sasa, hakuna kurudi nyuma. Sadiki alisimama mbele ya mtoto wake, akaweka mkono wake juu ya kichwa chake Amani. Kwa sauti ya huzuni na ujasiri, alisema, ikiwa mmoja lazima aondoke, basi nichukue mimi. Muachie mtoto wangu dunia hii. Ukungu mzito ulijitokeza, radi ikapiga, mlima ulitetemeka. Sadiki alikumbwa na mwanga mweupe mkali. Sauti ya rehema ilisikika juu ya upepo. Nakupenda Sadiki, umevuka mipaka ya wanadamu. Mwanga ulipoondoka, Amani aliamka akiwa peke yake. Baba yake hakuwepo, hakukuwa na maiti wala sauti. Alishikilia hirizi ya baba yake iliyokuwa imedondoka chini. Akainua uso wake na kusema, nitakumkumbuka baba yangu watu. Itaendelea sehemu ya 7. Katika sehemu yanayokuja ya 7, Amani atarudi kijijini akiwa na nguvu mpya zisizoelezeka. Dunia ya mizimu itaanza kutetemeka kwa sababu mtu wa damu safi aliingia kwenye kivuli cha milele. Siri za zamani zitafuniliwa na vita vya kiroho vitaanza. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu. Kwa simulizi drama, naomba usisahau kuonyesha support yako. Gonga like na subscribe hapa Titan Films. Kila like, kila subscribe inatusaidia kukuletea kazi bora zaidi. Asante kwa kutuunga mkono. Titan Films, tunakuwa pamoja na wewe.